Naam, ndugu msikilizaji na mtazamaji wa channel ya Mteba TV, karibu tena kwenye habari zetu katika siku ya leo, tukiwa ni tarehe 18 mwezi wa 3 mwaka 2025. Karibu sana kwenye habari zetu katika siku ya leo ambazo tumekuandalia hapa kwenye channel ya Mteba TV. Tumekuandalia habari fasi nyingi sana maeneo mbalimbali pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku machafuko na vita ikiendelea kati ya M23 pamoja na wazalendo pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini kabla yote, kama ni mara ya kwanza kuingia na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment au kusabone kwa lugha ya Kifaransa ili unapata habari zaidi hapa. Hapa watu tunatangaza habari nyingi sana za vita zinazoendelea pale Kongo pamoja na duniani kote, habari mbalimbali, maisha, interview mbalimbali hapa na pale. Karibu sana na mafundisho mengi sana ambayo yanayoendelea hapa kwenye channel ya Mteba TV. Hapa leo tumekuandalia habari nyingi sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, pale ambapo machafuko, vita imeweza kuwaka moto usiku wa kuamkia siku ya leo. Kwa wale ambao kabisa wako Afrika, wengine wako Marekani ni asubuhi, lakini kwa wale ambao tayari wako Afrika ni mchana wa saa 7 kabisa. Mapambano yameweza kuripotiwa pale Nyangezi, pale ambapo vikosi vya wazalendo vimeweza kuonekana kushambulia kabisa kwa nguvu kwa lengo la kuchukua kijiji cha Nyangezi, lakini pia wamekichukua na hawakuishia hapo, wamesogea kabisa mpaka kuingia kwenye mji wa Bukavu. Manake wamezamiria kufanya kazi ambayo tayari wameitwa kwa sababu ya kufanya hiyo kazi. Wazalendo, muungano wa wazalendo wote pamoja na Mai Mai Kongo mzima kwa sasa wako hapo kwenye mji wa Bukavu pale Nyangezi pamoja na Bukavu mjini. Wameweza kuingia usiku mzima, kumeweza kushinda masasi ikiwa inalia, huku mchana kulikuwa wasiwasi, watu wakikimbia na kuacha makazi yao maeneo mbalimbali, wengine kujifungia manyumbani. Lakini ilipofika usiku, masasi kama nilivyowawekea hiyo picha hapo mbele au kwa video kafupi, masasi yalishinda yanapigwa usiku kama mnavyoona yanavyopita pita kwenye giza hapo usiku. Masasi ilipigwa sana usiku, huku wazalendo wakitimba kwenye mji mkuu kabisa huo wa Bukavu, wapo ndani. Kwa hiyo tutakapoendelea na habari zetu, tutakwenda kuona kile ambacho kinaendelea katika siku ya leo. Lakini pia usisite kutuandikia maoni yako popote unapopatikana, hata kama wewe ni wa Bukavu, tuandikie kitu gani kinaendelea Bukavu kwa upande wako, kwa sababu unaweza kuwa Bukavu na usijue kinachoendelea, lakini wale ambao wako mbali kama sisi watangazaji tunajua kile ambacho kinachoendelea pale kwenye mji wa Bukavu na maeneo yote. Kwa hiyo tuandikie, kama uko Bukavu tuandikie, kama popote ulipo Goma tuandikie, duniani kote tuandikie na mahali unapopatikana. Mapambano yameweza kuripotiwa makali sana kwenye mji wa Nyangezi, huko vikosi vya M23 vikionekana vikirudishwa nyuma kabisa mpaka kurudi kwenye mji mkuu wa Bukavu. Lakini usiku wa leo wa kuamkia tarehe 18, viongozi wakuu wa M23 wameweza kuonekana wakihama usiku ule. Wakihama usiku ule, magari za kivita zikiweza kutoka kwenye makambi makubwa, magari mengi sana, watu wakiwa wanajiuliza. Nitakuwekea video huko mbele. So unajua kawaida yetu sisi hapa lazima tunapoongea jambo tunakuwekea video ili uhakikishe kila ambacho tunachoongea, kwa sababu sisi ni Mteba TV, tunakupakulia habari jikoni, ziwe usiku ziwe mchana, habari ni za uhakika. Kwa sababu hapa channel yako pendwa, na endelea kusubscribe utazidi kupata habari zaidi hapa kwenye channel ya Mteba TV. Tutakuwekea video uone gisi viongozi hawa M23 walivyokuwa wanahama usiku. Magari yaliweza kuwasha tochi zao usiku na kutoka kwenye makambi makubwa na kuhama maeneo hayo. Mmoja kuonekana viongozi wakubwa wameweza kutoka kwa sababu wazalendo tayari wameshatimba kwenye mji wa Bukavu. Habari hizo wengi sana walikuwa wanasubiria kwa hamu sana, na kwenye taarifa zetu tulizoziweka hapa tulikuwa tunawaambia ya kwamba wazalendo walivyokamata tu Nyangezi tu, wengi walikuwa nakataa, wanatubisha, nyinyi mnatangaza uongo. Sawa, sisi tunatangaza uongo, lakini pia utakuja kukubali ukweli ambao ule uongo utakuja kugeuka kuwa ukweli. Juzi tuliwatangazia tukawaambia kwamba tayari Nyangezi pale Kaziba imekamatwa. Watu wakaanza kusema mnatuambia uongo bwana, na mtu anashuhudia picha, tunakuwekea video hapa, afu baadaye una comment unasema nyinyi mnasema uongo. Hivi macho ya watu yanaona au ndo wale maadui ambao wanapenda kupinga tu? Jamani, utangazaji ni kazi, tunafanya nguvu kupata habari kwenye uwanja wa vita ili tuwatangazie. Lakini kuna watu wengine wanakuja comment ni uongo, na picha naiona ya Nyangezi
picha naiona ya Kaziba, picha naiona ya Walungu, picha naona maeneo yote hapa, nakwambia bado ni uongo. Lakini sisi hatujali na hivyo, tunaendelea na taarifa zetu kama kawaida kwa channel ya Mteba TV. Hapa mapambano yanaendelea makali sana, huku wazalendo wakitimba kwenye mji wa Bukavu. Wengi wanajiuliza inawezekana watarudi nyuma kama inavyokuwa kawaida yao au vipi? Ni kwamba sisi kama Mteba TV tunafuatilia kwa karibu sana, hakuna atakayerudi nyuma hata umoja. Kwa lengo ni kudhibiti mji mkuu. Vita inapambana na watu wote wa Bukavu. Ikaeni ndani kabisa, wala ambao wanakaa ndani kaeni ndani. Kwa sababu ukitoka nje utakufa kwa masasi ambayo bal perdu ambazo huwa zinapita kabisa, inaweza kukupiga. Kwa hiyo ukikaa ndani ukikaa ndani una usalama zaidi, kwa sababu msongamano wa watu ukiwa mwingi sana, wazalendo watashindwa kupigana au raia watakufa sana. Kumeweza kuripotea raia kwenye vita ya usiku, wameweza kufa karibuni 20 au 12. Wamekufa maiti mingi sana, kwa sababu ile kutembea tembea na vita iko na tawala. Na wazalendo hawataki kuwashika picha yoyote ile wanapokuwa wanaingia. Hayo mambo tuliwaambia mapema kwamba wazalendo hawataki kuwashuti au kuwakamata video na kurusha maeneo mbalimbali. Hawataki hicho, na wakikugundua utapata matatizo. Ndo habari ambazo tunawawekea, lakini hapa mbele tutakuwekea video ambayo inakuonesha namna gani waasi hawa wa M23 wanavyoama, wale viongozi wanavyoama kwenye mji wa Bukavu. Huku habari zingine zinazotawala tutakuja kuambia nazo baadaye, ambazo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kwenye mji wa Angola hakwenda bali alimteua Jean-Pierre Mbemba ili akawakilishe, lakini pia kwa upande wa M23 walikataa. Hawakwenda kabisa, hawakwenda. Bado tunafuatilia, lakini tunavyojua wao walijibu hawataenda kwa huo mkutano, kwamba barua hiyo waliandika vibaya, hawangeandika kwamba bangeandika Colonel Nanga, bangeandika barua na Colonel Nanga awe pale, kwa sababu yeye ndo director, yeye ndo mkubwa wa kikosi cha M23. Lakini walienda kuandika barua, serikali imeandika barua ikasema kwamba tumeandikia M23, wakasema kwamba hiyo haiwezekani, wangeandika tu kwa jina la Colonel Nanga, na serikali ya Kongo imeizarau kumweka Colonel Nanga, imeenda kuweka Bisimwa kwamba aende kuwakilisha hiyo. Kwa hiyo M23 wamekataa kwamba hawataenda kuwakilisha na hawataenda. Yote hiyo ni kama aibu tu ambayo imeweza kuwakamata waendi, kwa sababu Bukavu ndio hiyo hapo inaondoka. Bukavu inaenda kabisa, wazalendo lazima wakamate Bukavu, kwa sababu tayari wapo ndani na ni wengi sana, lazima watadhibiti Bukavu, hawawezi kutoka, na lengo ni kupita kuendelea kukamata uwanja wa ndege wa Kavumu. Habari tena za Kavumu zinarudia, angalia kisi vita zinakuaga. Tulikuja na nyinyi kuanzia Goma. Tazama kwanza hapa, wale viongozi wanavyotoka kwenye mji wa Goma usiku. Antuka unaona magari Mukansa hiyo ziko zinatoka, gari za basoda ziko toka Mukansa hiyo kwa saa ya usiku, saa ya 20:30 21, gari za basikari zinatoka Mukansa hiyo za mingi sana, ziko zinaenda, hatujui zinaenda wapi. Gari Mukansa hiyo ziko zinatoka saa ya usiku leo le 17 ya mwezi wa 3, ziko zinatoka za kutosha kabisa, ziko zinatoka Mukansa hiyo, hatujui kama zinaenda wapi. Zinawasha matala kabisa kwa wingi, ziko zinatoka Mukansa hiyo na mabatayon zao, hatujui zinaenda wapi. Leo le 21 njoo ziko zinatoka Mukansa hiyo, njoo ziko zinatoka, ziko zinaenda kwa wingi, zinatoka Mukansa hiyo za mingi sana. Ni kama vile zinaenda kwenye vita, ziko na video Mukansa hiyo kabisa. Gari za basoda zinatoka Mukansa hiyo saa ya usiku ya 21h. Asante kwa wote. Naam, hayo matochi yote ambazo unaona mengi hapo ni gari za M23 ambao wanatoka kwenye makambi zao usiku kabisa wa kuamkia tarehe 18 wakiwa wanatoka. Wengi walikuwa wanajiuliza wanaenda wapi? Je, wanaenda kwenye uwanja wa vita? Kwa sababu masasi wazalendo walikesha wanapiga masasi kwenye mji wa Bukavu. Walikesha wanapiga. Sasa habari ikawa ngumu, ikabidi viongozi watoroke. Manake hapo ni kutoroka, wametoroka. Si kwamba hakuna magari za kivita zilizo kutoka usiku ule, tayari na wazalendo tayari wako kwenye miji hiyo. Kwa hiyo wanaogopa sana. Kumbuka M23 wanaogopa sana wazalendo, hasa Maimai
ambao wanaongozwa na mzee Yakutumba wanaogopa sana. Angepigana na mtu ambaye risasi aliingiza, iko mchezo sana. Wengi wanasema kwamba sisi tuchunge siri. Hakuna kuchunga siri hapa. Kila kitu tunamwanga hapa. Unamwanga mboga, tunamwanga ugali. Ni kwamba hao wanajeshi hao maimai hao, ukimpiga risasi aliingii. Alafu wameweza kufanya interview kwa wale ambao wako pale Baraka, wamesema vifaa vyote ambavyo Rwanda ameingiza Kongo, vifaa vyote silaha zote ambazo ameingiza akawapa M23 zote ameletea ndo wazalendo tu na maimai, kwa sababu wao tayari watakamata hivyo vifaa na vitabakia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na vifaa mbalimbali ambavyo Rwanda ameweza kuingiza vitabaki. Wazalendo wanaahidi kwamba vitabaki. Kwa tunapoendelea na taarifa zetu pale bado tunajikita pale Bukavu, ambapo bado hatujajua hali ya mchana wa leo kama imeendeleaje, lakini upweke ni mwingi sana, masasi bado inazidi kulia huku, hakuna activity yoyote, hakuna bodaboda chochote cha kupita, hakuna maeneo yale. Kwa hiyo viongozi hao wameweza kudhibitishwa wakiwa na hama usiku huo na wakielekea maeneo mengine. Tunapoendelea na habari zetu, endelea kusubscribe, like, comment kwenye channel ya Mteba TV. Hapa tunapakua habari kwenye uwanja wa vita kabisa, kwenye front ya vita. Kila ambacho kinachoendelea, kwenye uwanja wa vita tunazidi kukuambia, kwa sababu ndo kawaida yetu. Habari kuu katika mchana wa leo na asubuhi ya leo, kwa wale ambao ni asubuhi, tayari wazalendo na maimai wameshaingia kwenye mji wa Bukavu, huku wakiungurumisha masasi, mabomu makali yakizidi kulia, huku M23 wakitafuta njia za kwenda. Habari hiyo inakuwa kali. Sasa watu wengi wanasema kwamba kuna M23 wengine waliotoka nchi nyingi za Ulaya huko wakakaa Goma kwenye maofisi. Sasa watatafutana maeneo yale, kwa sababu mzalendo haiko mtu wa kawaida, hasa maimaya anaoongozwa na mzee Yakutumba ni hatari. Kumbuka mzee Yakutumba ni yeye anayesimamia sasa hivi wazalendo wote Nord Kivu na Sud Kivu, kwanza Kongo mzima. Yeye ndiye mkubwa aliyeteuliwa na ndiye anayesimamia vikosi, anayeongoza vikosi. Na hivi vikosi vyake vimeshaingia kwenye mji wa Bukavu. Haviwezi kurudi nyuma. Nafikiri wengi wataandika tu mbona tu hatukujasikia chochote. Subiria utasikia chochote baadaye, lakini sisi bado tunakupa habari zinazoendelea. Watu pia wa Bukavu ambao walikuwa wanalia sana wazalendo waingie, wameshaingia, lakini na wazalendo na wao wametoa ujumbe kwenu na kuambia ikaeni manyumba yenu, kaeni fungeni milango, kwa sababu wao wanataka wadili tu na M23. Hawataki kuona raia anapita njia. Kama uko raia unatupata huko pale, au wewe uko ndugu yetu msikilizaji wa channel ya Mteba TV, ambia ndugu yako ambaye yuko Bukavu aikale mnyumba. Wanataka barabara ziwe wazi. Wazalendo wanataka barabara ziwe wazi. Hawataki kuonana na raia kwenye barabara. Wanataka uwanja uwe wazi, barabara zote ziwe pepele, ziwe wazi, ili waonane na adui, wapigane face kwa face. Face kwa face. Ndivyo vinavyohitajika sasa hivi kwenye mji wa Goma. Na matumaini yapo makubwa sana ya mji wa Goma kuchukuliwa kabisa na wazalendo, kwa sababu tayari wameshadema na ni kikosi kikubwa sana ambacho hakina mchezo. Huku M23 wakitoka maeneo yote wakija kufunga pale, lakini haviwezekani kwa sababu tayari angalia kwenye uwanja wa vita kuna kwaga mambo mengi sana. Ukiona mwanajeshi ameanza kurudi nyuma, anarudishwaga mpaka mahali alipotoka. Huo ndio utaratibu. M23 walikuja nguvu zake, wakakamata Goma, wakukawia, wakapanda, wakakuja unaona jinsi walikuja speed sana mpaka wakaja kuzama kwenye mji wa Bukavu. Na hiyo speed yote walikuwa wapigani risasi wala gharama, ni kuongonga pesa. Sasa wanaanza kurudia nyuma. Walikuwa washa advance, walikuwa washakuwa mbele kabisa kwenye mji wa Kamanyola kule. Lakini sasa wamesharudishwa mpaka kwenye Bukavu, na Bukavu wazalendo wameshaanza kusambaa kwenye mitaa mingi, mitaa mbalimbali. Lakini pia M23 ambao wako maeneo yale, wengi wao wanazidi kujificha kwenye manyumba ya wakongomani ambao wako pale. Au wakongomani ambao wako pale wanawaambia, acheni kuficha adui. Acha kuficha adui. Funga mlango wako, akigonga hapana kufungua. Huo ndio ujumbe ambao tumepewa tuwape na wazalendo ambao wanapatikana pale Bukavu. Tunapoendelea taarifa zetu, habari ni hizo, japokuwa raia roho hazipo, masasi inapigwa kila mara, kumeshinda kunapigwa masasi maeneo zote. Lakini tunakimbia moja kwa moja kwenye mji wa Bukavu pale ambapo tena raia wanalia, wanasema inahitajika wazalendo waje wafike kwenye mji wa Goma. Wazalendo wamesema watakuja kwenye mji wa Goma, tufikishie ujumbe. Watafika kwenye mji wa Goma, watagomboa Bukavu, watakamata uwanja wa ndege, na ndege za serikali sasa tena kushuka hapo Goma, hapo Bukavu, na wataendelea mpaka Goma. Watashika kwa sababu ndicho ambacho wameizamiria, na Goma itakamatwa na wale wote M23 ambao wako pale Goma
watatafuta njia za kwenda, wataswagwa kama vile mbuzi. Ndivyo tulivyopewa ujumbe, tuambie kwenye channel ya Mteba TV. Karibu sana. Kama unatufuatilia kutoka wapi, andika. Asante kwa wale ambao tufuatilia wako Tanzania, tunaona maoni yenu. Wale ambao wako Kongo tunawaona, Uganda, Rwanda tunawaona, pia South Africa tunaona, wale wa Marekani, Canada, Australia tunawaona, na nchi ambayo hatujaitaja duniani kote, mahali pote unapopata channel ya Mteba TV, cha kufanya subscribe, like, comment au sambaza kwa watu wengine. Wewe kwenye magroup uambie sikiliza channel ya Mteba TV, kwa sababu hapa ni channel inayopakua, inachukua habari muwanja wa vita kama ilivyo na inakusambazia. Hajachakanuliwa na Kiswahili hicho cha Kitanzania. Tuendelee na habari zetu zinazoendelea kabisa kwenye mji wa Bukavu, lakini tunakimbia kwanza Uvira. Tunakimbia moja kwa moja Uvira. Ramforo nyingi sana. Wazalendo ni wengi sana maeneo yale, wengi sana. Mpaka kinachoshangaza na FARDC, wanajeshi wa serikali wala ambao hawakukubali kujiunga na M23, hawakukubali rushwa, wale wazalendo ambao walipatikana kwenye FARDC wameingia kwenye uwanja wa vita wakiwa wanajiunga na Yakutumba. Hao ni wazalendo kabisa, ni wazalendo. Wengi walituandikia wakasema inawezekana ni Wanyarwanda hao, inawezekana ni Watusi hao. No, hao sio Watusi wala sio vibalaka. Hao kabisa wamechunguzwa, na ndio maana wameingia. Wamechunguzwa tena, ni watoto wa pale maeneo yale, wanajeshi wote wa Kifulero, wanajeshi wote ambao wako pale wa Kibembe, wale wazalendo kabisa, wanajeshi wote wa Wamushi, wale ambao ni wazalendo, wale wameweza kuunganishwa kwenye jeshi hilo la Maimai na kusonga mbele. Sasa hivi serikali iko kimya, haisemi kitu. Serikali ya Kongo haiko inaongea, ipo kimya tu. Inataka nini? Macho, masikio yote imeangalilia wazalendo. Sasa hapa kuna mchezo hupo ambao watu bado hawajaelewa. Serikali imekaa kimya, jina la FARDC limefutika kwenye mikoa mbili hapa. Limefutika Nord Kivu na Sud Kivu, lakini mikoa mingine FARDC wapo, Kenda Kalemi wapo, lakini huku hakuna. Wote wamejificha, wamevua mateni kwa sababu walijua walichokifanya. Walikula rushwa, wakakula pesa. Sasa hivi wazalendo ndio wanaosonga mbele. Tunapoendelea na taarifa zetu, tunakimbia moja kwa moja Baraka, pale ambapo wazalendo wengi Wabuyu ni wengi pale, lakini kuna mashambulizi ambayo yaliweza kufanyika pale kati ya Wabuyu na vikosi mbalimbali viliweza kupigana masasi pale kwa kutokujuana, lakini wale wako hospitalini waliweza kupigwa masasi hivyo, lakini wapo hospitalini wanaendelea vizuri. Na mkurugenzi wa Wabuyu, mwami wa Babuyu, ambaye tayari yuko kwa pale kwenye mji wa Baraka akiwa anauguza vijana wake, na wale ambao walikufa basi anawapeleka kwenda kuwatibu nyumbani kule nyumbani ambako wametoka. Tunapoendelea na taarifa zetu, tunakimbilia moja kwa moja tena kwenye maeneo mengine ambayo watu wametumia message, kama vile Goma ambapo watu wanahangaika na njaa. Hiyo habari kila siku tunaiongelea, lakini nafikiri vita inaelekea kuisha, kwa sababu jinsi wazalendo wanakamata hiyo Bukavu na wanaanza kuishughulikia, wanashughulikia kabisa Bukavu na itabakia mikononi mwao kabisa vizuri. Basi nafikiria njia ya kuja Goma itakuwa imefika, sababu sijui kama kuna kitu gani kitazuia hapo. Wakati nguvu zimeshaisha M23 na kuacha silaha zao, wanaanza kurudia nyuma, kukimbia kurudi Goma. Wengi wanaanza kurudi Goma. Sasa ndivyo wazalendo wanavyokuja nyuma na wanapambana, wanapiga. Furaha ni nyingi sana kwa upande wa Wakongomani popote walipo, lakini habari zingine, Watusi ambao Wanyamrenge, Wakongomani wa Kinyamrenge ambao wanapatikana hapa nchini Marekani wameweza kufanya maandamano makubwa sana na kupinga mauaji yanayofanyika pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kusema kwamba Wanyamrenge wenzao wanakufa na huku ni Wakongomani. Hiyo tunanukuu kila ambacho kiliweza kuongeleka. Imeweza kusambazwa hiyo kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ikiwemo TikTok, hata YouTube vipo. Ni siku ya leo, ilikuwa siku ya jana ya tarehe 17, Wanyamrenge wameweza kufanya maandamano kwamba wanakufa sana pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na serikali haifanyi kitu kwa ajili yao, na ni komite ya Wanyamrenge. Hapo sisi hatuingii sana kwa sababu hatujajua undani sana wa hicho kikao. Sisi tumeona tu ni maandamano ambayo yamefanyika, na sisi kama kawaida yetu lazima tuwafikishie ujumbe kwamba Wanyamrenge nchini Marekani wameweza kufanya maandamano makali sana kwa kupinga vifo vinavyoendelea, kwa sababu wale ambao wanakamatwa kwenye uwanja wa vita, Mai wakimshika ule ni kumula nyama tu. Ndivyo wanavyofanya maeneo, ni kumchinja, kula nyama.
ndivyo wanavyokula nyama kwa hasira zaidi, na wengine wakisema uwanja wa vita umechacha kwa sababu wengi wao hawaja kufika maeneo yale. Kumbuka wazalendo wengine wametoka mbali, hata Makalemi huko, wengine wametoka mbali sana, Katanga na kuja huku. Sasa akikamata muhasi au akikamata mateka, yeye hana naye mchezo kabisa, hana naye mchezo. Kwa hiyo na ndio maana Wanyamulenge ambao wako hapa nchini Marekani au wako Marekani wanalia, wanasema haiwezekani wa ndugu zao wanakufa namna ile kwa sababu ya mambo ambayo ya politike. Kwa hiyo wameshasikia, na wao wanaweza watumie tena ujumbe, muambie waache kuingia kwenye upande wa M23 kama ni Wakongomani Wanyamulenge, kwa sababu walivyokuwa wanafanya maandamano yao walikuwa na bendera kabisa za Kongo, wanajifungia ni Wakongomani. Sasa waingie upande wa serikali, wapiganishe adui ambaye ni M23. Wanakufa kwa sababu wanasupport M23. Yapo ndipo maana wanapokufa. Wangesupport serikali hakungi kwa Mnyamulenge hata mmoja wa kufa. Mwapeleke tena ujumbe huo ili, lakini kama sio vile watakufa sana, na habari mbaya sana kwenye uwanja wa vita vinaendelea. Watasukumwa hivyo na watabaki kwa hali mbaya sana, kwa sababu kama walivyokuwa wana support M23 na hivi sasa M23 inaanza kurudishwa nyuma, wazalendo wanazidi kutawala. Unafikiri Mnyamulenge ataishi vizuri? Hawezi kuishi vizuri kabisa, manake anaonekana ni adui. Popote anapoonekana anafikiri ni M23. Kwa nini mliingizwa kwenye siasa na Kagame zenye labda mlikuwa hamjui, wakadanganyana mkaingia kwenye siasa? Mmekaa miaka mingi pale Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Sisi vile tuangalia kama channel Mteba TV, tulipenda tu tuwatangazie habari hiyo kwamba wameweza kufanya maandamano pale Marekani. Pale Marekani wanaweza kufanya maandamano makali sana. Lakini pia na channel Mteba TV inazidi kukuletea habari moto moto. Tuweze kukutana tena panapo majaliwa. Kama ni mara ya kwanza kujiunga na channel hii, endelea kusubscribe, like, comment na kusabone au kushare kwa watu wengine, utakuwa unapata habari zaidi. Tukutane tena panapo majaliwa. Ciao.